Kwanza ni kushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuweza na mimi kutoa mchango wangu katika mjadala unaoendelea. Lakini la pili ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye kwa kipindi hiki cha miaka 5 tunachomaliza ameendelea kunitunza, kunipa afya njema, kunipa uweledi mkubwa wa kuweza kujadili mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakiwasilishwa hapa bungeni, na hasa katika swala zima la kuwasilisha changamoto na kero zinazowakabili wananchi wangu wa jimbo la Mbagala. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nikishukuru chama changu cha Mapinduzi CCM kwa kipindi chote cha miaka 5 kimenipa ushirikiano mkubwa sana, kimenikumbusha mambo mengi ambayo yalikuwa yameahidiwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, pia niwashukuru sana wananchi wangu wa jimbo la Mbagala. Wameweza kunipa nafasi kubwa ya kuchangia. Sikuweza kupata usumbufu wowote katika wakati wangu wa uongozi wa kipindi cha miaka 5. Wamenipa ushirikiano mkubwa, wamenipa hoja za msingi za kuweza kuzungumza hapa bungeni. Ninawashukuru sana. Lakini la pili, niishukuru sana serikali. Hoja zangu zote nilizoziwasilisha hapa bungeni, zikiwepo kero za wananchi wangu wa jimbo la Mbagala, serikali yetu sikivu pamoja na mawaziri wake wote nimeziwasilisha hapa bungeni, na wao wamenitekelezea kwa asilimia kubwa. Ninawashukuruni sana. Inshallah Mwenyezi Mungu atawalipa, na Mheshimiwa Rais pia atamlipa kila lililo la kheri. Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kutoa shukrani zangu kwa serikali kwa miradi mikubwa ambayo imefanyika katika jimbo langu. Katika sekta ya elimu msingi peke yake, katika kipindi hiki ambacho haijawahi kutokea, shule 9 mpya za msingi zimejengwa katika jimbo langu la Mbagala. Lakini pia shule za sekondari 8 mpya zimejengwa katika jimbo langu la Mbagala. Jimbo langu la Mbagala lilikuwa haina high school, sasa hivi zimejengwa high school mpya. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wote wa serikali kwa kuniletea shule ya mchepuo wa Kiingereza katika jimbo langu la Mbagala. Ninaamini katika swala la elimu jimbo la Mbagala sasa hivi tunatembea kifua mbele. Lakini pia niendelee kushukuru vituo vya afya 5 vipya vimejengwa katika jimbo langu la Mbagala. Hospitali kubwa 2 za wilaya zimejengwa katika jimbo langu la Mbagala. Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kushukuru sana serikali katika swala zima la barabara. Fidia ya bilioni 16.8 ambayo ilikuwa kero kwa muda wote imetekelezwa na watu wamelipwa. Lakini kikubwa zaidi ni washukuru sana serikali chini ya rais wetu mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa swala zima ambalo lilikuwa kero la X zilizowekwa kutoka rangi 3 Mbande mpaka Msongola. X zile baada ya kuleta hoja zangu hapa bungeni, X zile zilifutwa na wananchi sasa wanaendelea na taratibu zao, hawana bugdha, na tunaamini huko tunapokwenda tumeshaanza kuomba upanuzi wa barabara ile, na hatimaye ikikubalika barabara ile kupanuliwa, wananchi wale watalipwa fidia zao. Mheshimiwa Naibu Spika, ilani ya uchaguzi imetekelezeka kwa asilimia kubwa. Ukisoma kuanzia ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho, mambo yote yaliyokuwa yameahidiwa katika jimbo la Mbagala yametekelezwa. Kwa hiyo naendelea kuishukuru sana serikali. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, vitabu vya bajeti vyote tulivyokuwa navyo, yale yote ambayo yameandikwa katika vitabu vya bajeti katika jimbo langu yametekelezeka. Nimeyataja baadhi na kwa sababu ya muda siwezi kuyataja yote. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, tunayo ilani mpya ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Vile vitu ambavyo vimebaki vidogo vidogo vyote vimewekwa katika ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025. Tunaendelea sana kukishukuru Chama cha Mapinduzi kwa maana yale yote tuliokuwa tukiyawasilisha na wao wameendelea kuyafanyia kazi. Kikubwa zaidi, ukichukua kitabu cha bajeti ambayo ndio tunaijadili na kuipitisha hii leo, yale mambo yote ya msingi yaliyobaki, zikiwepo barabara za mtaa wa Dovya, barabara za Mwapemba, barabara ya kwa Mfindi, barabara ya Vigoa kwa Kashikashi,
barabara ya kwa Mwarabu na kwa Mzungu na barabara ya Kilamba hadi mashine ya maji. Mheshimiwa Naibu Spika, zimeandikwa katika kitabu hiki. Na ndio maana Mheshimiwa Naibu Spika, sina sababu ya kuto kuiunga mkono bajeti hii, kwa maana sisi watu wa jimbo la Mbagala tunashukuru sana, yale yote tuliyoyaomba yameweza kutekelezwa na mengine yapo katika kitabu cha bajeti. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niendelee kumshukuru rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Wakati akitoka Dar es Salaam kuelekea Rufiji, alisimama pale Mbagala. Baada ya kusimama Mbagala, pamoja na michakato mbalimbali tuliyokuwa tukiifanya katika halmashauri ya kuomba jimbo letu la Mbagala likatwe, tuliomba tena kwa Mheshimiwa Rais. Baada ya kumweleza tuliyoyafanya na michakato mbalimbali, namshukuru sana Mheshimiwa Rais, jambo letu la jimbo la Mbagala kukatwa limekatwa, na sasa tumepata jimbo jipya la Chamazi. Sasa hapa watu wa Mbagala na Chamazi, yapo mambo ambayo tunatakiwa tujiulize. Kama jimbo lilivyokuwa na mbunge mmoja, maendeleo yamepatikana kwa kiasi hiki, je, sasa hivi yamepatikana majimbo mawili, ninaamini maendeleo yatakuwa makubwa zaidi ya haya yaliyopatikana. Mheshimiwa Naibu Spika, nitumie nafasi hii sasa kuwaambia wana Mbagala, mimi kama mbunge wao, kwa kuwa makazi yangu yapo katika jimbo jipya la Chamazi, kwa hiyo niwaambie mimi nitagombea katika jimbo la Chamazi. Lakini pia niwatoe hofu wale wote waliokuwepo katika jimbo la Mbagala. Bunge hili ni bunge la kitaifa, tunajadili mambo ya nchi nzima. Kwa hiyo zile changamoto zilizokuwepo katika jimbo la Mbagala ambalo ninaenda kuliachia, nitaendelea kushirikiana na mbunge anayekuja kuhakikisha tunaendelea kutatua changamoto hizo. Na wale marafiki zangu niwatoe hofu, tutaendelea kushirikiana nao. Kengele ya kwanza hiyo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, nina mambo mawili machache ya mchango katika bajeti hii. Jambo la kwanza, tumeendelea kuipongeza serikali, lakini kiukweli serikali inatumia fedha nyingi sana kwa ajili ya kutibu magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Sasa ni jukumu letu wabunge tuipunguzie mzigo serikali kuwatibia wagonjwa wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza kwa kutoa elimu na ushauri kwa wananchi wetu, kubadilisha lifestyle tunazokwenda nazo. Ukiangalia Mheshimiwa Naibu Spika, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, kisukari, kansa, haya magonjwa sio ya kuambukiza, lakini magonjwa haya yanatokana na lifestyle zetu tunazoishi. Naomba nichukue nafasi hii kuwaomba wabunge wenzangu, inshallah Mwenyezi Mungu ataturudisha hapa bungeni, muda wetu mwingi tukiwa majimboni, mwakani tuwaelimishe wananchi wetu ili waweze kuepukana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza ambayo yatailetea faida kubwa nchi yetu kwa kuto kutumia fedha nyingi kwa ajili ya kuwatibu wagonjwa hao. Mheshimiwa Naibu Spika, kusafisha damu, wabunge wengi hapa tuliomba gharama za kusafisha damu zishushwe, lakini tumeshindwa kuona namna gani ambayo tunaweza tukawashauri wananchi wetu wakaepukana na matatizo yanayotokana na magonjwa ya kuambukiza. Tukiwahamasisha wananchi wetu wa kuepukana na magonjwa ya kuambukiza, tafsiri yake hatutakuwa na sababu ya kuona sasa namna gani kuiomba serikali ipunguze gharama. Mheshimiwa Naibu Spika, gharama ya kusafisha damu kwa mgonjwa mara ya kwanza anapofika hospitali ni Laki7, lakini kila wiki anatakiwa atumie zaidi ya Laki3 mara 2 kwa wiki au mara 3. Ni gharama kubwa. Tutakapoendelea kuwashawishi wananchi, maana yake wao kwanza maisha yao yataendelea kuboreka, kwa maana watakuwa hawatumii fedha nyingi kwa ajili ya matibabu. Lakini la pili, tutaipunguzia mzigo serikali yetu. Ukienda wale ambao wanapata misamaha, serikali katika zile Laki3, serikali inachangia Laki120. Hebu tuangalie mzigo mzito ambao tunaikabidhi serikali. Kwa hiyo niwaombe wabunge wenzangu, tuishauri wananchi wetu, tuwaelekeze kufanya mazoezi pamoja na kubadilisha maisha yetu ili tuepukane na magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti,
swala la ardhi. Swala la ardhi nishukuru tunaenda vizuri, lakini zipo changamoto kwenye ardhi. Changamoto ambazo zinaisababishia serikali kutumia gharama kubwa wakati wa fidia. Katika miaka mitano hapa tumekuwa tukizungumzia swala la fidia. Lakini kama tungepima maeneo yetu vizuri, leo hii tungekuwa hatuzungumzii swala la fidia, kwa sababu maeneo yote yangekuwa yamepimwa. Maeneo ambayo tunataka kujenga barabara yangekuwa tena hayana changamoto. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru sana na nikutakie kila laheri, na wewe kwenye jimbo lako la Ilala. Nimtakie kila laheri Mheshimiwa Spika kwenye jimbo lake jipya. Niwatakie kila laheri wabunge wote tuliokuwepo hapa kwa kazi kubwa tulizozifanya. Naamini watakaobaki ni wale wenye roho mbaya, kwa sababu Mheshimiwa Naibu Spika, roho mbaya haina dawa. Asante.